Injili ya Luka mtakatifu sura ya 8. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7. Na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa, 1 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hakuna mtu ambaye akiisha washa taa huifunika kwa chombo au kuiweka mvunguni, bali huiweka juu ya kiango ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Wakamwendea mama yake na ndugu zake wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo vyamtii? Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini.
Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, "Nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese." Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Akasema, "Jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia." Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi wakilisha mlimani. Wakamsihi awape ruhusa kuwaingia wale, akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi liliteremka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Wachungaji walipoona lililotokea, walikimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo, ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimuomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, "Rudi nyumbani kwako, ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyokutendea." Akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee. Umri wake amepata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, "Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga." Yesu akasema, "Mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka." Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani." Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, "Binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu." Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, "Usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa." Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, "Msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu." Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, "Kijana, inuka." Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama,
akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia.